Siku ya Jumatano na Ijumaa na kuendelea tulikuwa na mambo mazuri ambayo yaliyokuwa yanatukumbusha, yanatuimarisha kusimama katika misingi ya imani ya Yesu Kristo. Sema amen. Sisi imani yetu ni moja tu iliyo katika Kristo Yesu. Imani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sema amen. Hatuna imani ya mchungaji, wala imani ya askofu, wala imani ya nabii, wala mtume. Kuna mwingine nimemsahau? Mwalimu. Kuna watu wanajiita mwalimu wa kimataifa. Sisi tunajua mwalimu wetu wa kimataifa ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Aliacha somo la kwamba nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Sema amen. Shike jirani yako mwambie, hello mwanafunzi wa Yesu. Hata huyo anayeingia ni mwanafunzi wa Yesu. Tuko pamoja? Hata wewe uliyekaa ni mwanafunzi wa Yesu. Hata mimi ninayeongea ni mwanafunzi wa Yesu. Sema amen. Mwambie tena jirani yako, hello mwanafunzi wa Yesu. Katika maisha ambayo nimeimba wimbo mmoja hapa kwamba ulikuwa unaenda mbali sana. Sema kwa sababu ni mpya, unaweza kujikuta mbona umekuwa ni mrefu, lakini ndio maana nimeukatisha. Unasema hata kama majaribu yatakuja usikate tamaa. Sema amen. Imani ni safari ndefu, na imani ya Yesu Kristo ambayo aliyotuachia, aliyotupa, ambayo ndio hiyo imani ipo kwenye njia ya Yesu Kristo. Sema amen. Kwa hiyo usipoijua na usipotambua unakuwa umepoteza kila kitu. Sema amen. Na ndio maana mimi na wewe tukaingia kwenye imani. Anasema ni Paulo, ni Petro, ni kitu gani kitakachonitenga na upendo wa Kristo? Hakuna. Labda wewe ukitaje, ni jambo gani litakalokutenga na upendo wa Kristo? Muulize jirani yako, ni kitu gani? Yaani kile kipya. Kwa maana kwenye Sodoma na Gomora ni nani aliyezungumza hakuna jipya chini ya nini? Kuna jipya. Kanaleta kuna jipya? Hakuna jipya chini ya jua. Vingine tu ni kama, maana Mungu alishasema watakuwa na maarifa. Sasa maarifa si yatakuwepo. Sasa hivi tuko kwenye utandawazi wa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok na kuna vingine vitakuja. Mungu akubariki sana. Tuko pamoja? Zamani watu walikuwa wanatembea majini. Watu wanatembea juu ya maji, wanatengeneza mashua, wanatembea juu ya maji. Lakini siku hizi watu hawatembei tena kwenye maji, wanapaa angani. Sema amen. Itatoka na hivyo vitakuja na vingine. Sasa hivi tunatumia simu ambayo unaona mtu aliyoko wapi, na kwenyewe zitapita, yatakuja tena utandawazi mwingine. Unatumia simu mpaka unajiona na kiganjani huku. Yaani unaona tu mafaili fulani, lakini simu inakuwa ina kioo tu fulani ambao unaona kiganja chako. Na kwenyewe tunaenda. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo utandawazi utabadilika, lakini hautaweza. Matokeo yake sasa, majibu yake, hakuna jambo litakalonitenga na upendo wa Yesu. Sema amen. Upendo wa Yesu wenyewe ni mmoja tu. Yesu alikubali akafa kwa ajili yangu, kwa ajili yako, ili wewe uwe na uzima wa milele. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima ujue na utambue nafasi ambayo ulionayo ni nafasi ya namna gani. Na ndio maana sisi ambao tumeokoka, wewe ambaye umekubali kubadilishwa, maisha yako
ndio umekubali Mungu akuongoze. Sema amen. Kwa hiyo hakuna jambo litakalokutenga na upendo wa nani? Wa Kristo. Mpaka Yesu kufanya nini? Kurudi. Maana hakuna jipya wala kuukuu ambalo litakalokufanya umuache Yesu. Mwambie jirani yako, mimi sitamwacha Yesu. Tuko pamoja? Na mimi siwezi nikamwacha. Mungu akubariki sana. Nipungie mkono kama hautamwacha Yesu, na Mungu akubariki sana. Nakutakia mema. Nakutakia mema. Basi karibu sana kwenye ibada. Somo letu andika kama unayeandika, somo letu ni dhabihu ya kweli. Dhabihu ya nini? Ambao mna daftari na kuandika, naandika tu dhabihu ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye hauna daftari na nakili kichwani, dhabihu ya nini? Ya kweli. Mungu akubariki sana. Unapozungumzia dhabihu, unaposema tu dhabihu, umemtaja Mungu. Sema amen. Unaposema tu dhabihu, unamtaja Mungu. Lakini upande wa pili tena, unapotaja tu dhabihu, unataja miungu. Sema amen. Sasa kuna mambo mawili. Sema amen. Jambo la kwanza, unaweza ukawa na dhabihu ya kweli, alafu anayenufaika ni Mungu muumba wa mbingu na nchi. Unaweza ukawa na dhabihu lakini ananufaika huyo ambaye ni mashetani, ambaye ni mungu mtu au ni mungu watu, ambao leo watu wamejitengenezea mambo yao. Sema amen. Umeelewa hapo vizuri? Kabla sijaingia ndani zaidi, ili upate kujua, kumbe unaweza ukafanya dhabihu lakini ni dhabihu ya kishetani. Unaweza ukafanya dhabihu au ukafanikisha dhabihu, kumbe ni dhabihu ya kishetani. Sasa unaweza ukafanikisha dhabihu, kumbe ni dhabihu iliyo manukato mbele za Mungu. Sema amen. Haya maeneo mawili lazima uyatambue na uyaelewe na uyafahamu, kwamba dhabihu ya kweli mbele za Mungu ni ipi. Tuko pamoja? Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Cha kwanza, dhabihu inapokuwepo lazima yawepo mambo kadha wa kadha. Tukija kuangalia katika agano la wana wa Israeli, wakati Mungu amewatoa katika nchi ya Misri kuwaleta Kanani, walipofika Kanani, Mungu akawapa utaratibu, na utaratibu wa kupakamilisha pale ambapo patakapopokea ile dhabihu, pale ambapo patakapokamilisha ile dhabihu, Mungu akampa utaratibu Musa. Sema amen. Cha kwanza akamwambia tengeneza pazia, alafu katika pazia, ndani ya pazia pawemo makerubi, ndani ya pazia pawemo na sanduku, ndani ya pazia pawemo na taa ambazo hazizimiki, ndani ya pazia pawemo na vitu ambavyo vinatakiwa viwepo katika nafasi ya uwepo wa Mungu. Sema amen. Hiyo ndio nafasi lazima ujue. Unapotamka tu dhabihu, lazima pawepo na mambo kama hayo. Sema amen. Ili pawepo madhabahu ya kutosha, ili kufanya upatanisho wa kila ambacho kilichowekwa. Na ndio maana walifanya hivyo, ili ikamilishwe iliyopo na inayotakiwa kuwepo mbele za Mungu kwa kila ambacho Mungu alichokitafuta. Sema amen. Ukija kuangalia mwanzo kabisa, alianza na mtu mmoja anaitwa Haruni. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wa Haruni na Haruni mwenyewe akawa kuhani wa kupafanyia au kupaingia mahali ambapo Mungu anapohitaji afanikishe. Sema amen. Mwambie jirani yako raha sana.
Mwambie tena raha sana. Kama una Biblia